Tunaikumbuka Real Madrid ya mwaka 2017 ya mnyama Zinedine Zidane. Kuna timu zinashinda na kuna timu zinatawala, lakini kikosi cha Real Madrid cha mwaka 2017 kilifanya zaidi ya kushinda. Kilitawala soka la dunia kwa namna ya kutisha. Ilikuwa timu iliyojengwa kwa vipaji vikubwa, uzoefu na njaa ya ushindi ambayo haikuwa ya kawaida. Chini ya kocha Zinedine Zidane, Real Madrid iligeuka kuwa mashine ya ushindi. Haikuwa timu yenye majina makubwa tu, bali ilikuwa ni muunganiko wa wachezaji waliokuwa kwenye kiwango cha juu kabisa cha soka la ulimwengu. Mbele kabisa alikuwepo mnyama wa mabao Cristiano Ronaldo. Mreno huyu alikuwa katika ubora wake, akifunga magoli muhimu kila hatua, hasa katika mechi za ligi ya mabingwa barani Ulaya. Pembeni yake walikuwepo mafundi kama Karim Benzema na Gareth Bale, waliunda safu ya ushambuliaji iliyoogopwa zaidi Ulaya, BBC. Kiungo kilikuwa na orchestra soka, Luka Modric, Toni Kroos na Casemiro. Waliendesha mchezo kwa utulivu, akili, nguvu pamoja na vipaji vya hali ya juu. Modric na Kroos walipiga pasi za maana ambazo zingeweza kabisa kumaliza mchezo, huku Casemiro akiwa ngao imara iliyovunja mashambulizi ya wapinzani. Nyuma kulikuwa na ukuta wa Berlin, Sergio Ramos kama nahodha mwenye moyo wa chuma, akishirikiana na Mfaransa Raphael Varane kuifanya safu ya ulinzi iwe ngumu kuvunjika. Pembeni walikuwepo mabeki wanaopanda na kushuka kwa kasi, Marcelo na Dan Carvajal waliotoa msaada mkubwa katika mashambulizi. Golini alisimama ukuta mwingine, Keylor Navas, ambaye mara nyingi aliokoa timu katika nyakati ngumu. Mwaka huo 2017 ulikuwa wa kihistoria kwa Real Madrid. Walishinda ligi ya mabingwa barani Ulaya kwa mara ya pili mfululizo, kitu ambacho hakikuwahi kutokea katika enzi za kisasa za mashindano hayo. Fainali waliifunga Juventus magoli 4-1, wakionyesha soka safi usiku ule. Mbali na hilo, walitwaa pia La Liga, wakionyesha ubora wao si Ulaya tu bali hata nchini Hispania. Mwaka huo pia walichukua UEFA Super Cup dhidi ya Manchester United. Baadaye wakatwaa FIFA Club World Cup, wakithibitisha kuwa wao ndio walikuwa wafalme wa soka duniani. Kikosi chote kilikuwa na ubora, hata benchi kulikuwa na wanaume haswa. Fundi wa Kihispaniola Isco, Marco Asensio, Alvaro Morata na James Rodriguez. Wachezaji walioanza kikosi cha kwanza walikuwa moto, na hata wale waliokuwa benchi nao walikuwa moto kote mbali. Real Madrid ya mwaka 2017 ilikuwa zaidi ya timu, ilikuwa enzi, ilikuwa kikosi kilichochanganya vipaji, uzoefu na moyo wa ushindani na historia. Na kwa wengi hii ndio moja ya timu bora zaidi kuwahi kuonekana katika historia ya soka na Real Madrid kwa ujumla. Mimi ni Steve Champion.